tusome neno la Bwana, tuheshimu hili neno. Hili neno ni uhai, hili neno lina uzima, hili neno linaleta mambo mapya na mambo makuu katika maisha yetu. So if you have your Bible, I would like you to turn to the book of Numbers 23. Numbers 23. Today we are continuing with the third part of our series, Is there anything that is too hard for God? Is there anything that is too hard for God? Bwana asifiwe sana. So if you have your Bible, if you have your phone and it has a Bible, please open in the book of Numbers 23. We are going to read from verse 19. Amen. Hallelujah. Now, is everybody there? Numbers iko kwa Old Testament, usiende kwa New Testament. Hallelujah. Glory to God. We are in the Old Testament. Bwana asifiwe sana. Is everybody there? Amen. Can we proceed? Now, this is what the Bible says. I'm reading from the King James Version of the Bible, and this is what the Bible says. God is not a man, that he should lie, neither the Son of Man, that he should repent. Has he said, and shall he not do it? Or has he spoken, and shall he not make it good? Bwana asifiwe sana. May the Lord bless his word. Amen. Father, we thank you because of your word. We thank you because you are going to minister to every one of us. We are submitting ourselves into your will and into your presence this wonderful day. That, Lord, you will minister to us. Every one of us has come here in a different state of heart. But I pray that you will speak to every one of us individually through this word, O God. I pray that you minister to us, that you speak to our lives, that you, my God, you will bless us. You will rebuke us. You will encourage us. You will uplift us, O God. You will correct us, Almighty Father, through your word, for the glory and the honor of your name. Therefore, we want to commit ourselves into your hands. May you take absolute control, Holy Spirit, and minister to every one of us. I pray that, Lord, you will increase, and that I will diminish, O God. And that, Lord, you will give me utterance to speak your word for the glory and the honor of your name. We thank you and we bless you, because it is in Jesus' name we have prayed and believed. And all God's people say, Amen. Amen. God bless you so much. Thank you so much. God bless you. You may have your seats. God is not a man that he should lie. Bwana asifiwe sana. God is not a man that he should lie. Neither is he a son of man to repent. Mungu si mwanadamu adanganye, wala si mwana wa mwanadamu aweze kutubu ama kukosoa kile alichosema. Bwana asifiwe sana. We are continuing with the series, Is there anything that is too hard for God? And we started from the book of Jeremiah 32, verse 27. Then we came to Genesis, and we looked at Abraham and his wife, and where God was speaking to Abraham and telling Abraham, I am going to bless you at a time like this next year. Nitakubariki na mtoto. Bwana asifiwe sana. Na Sara aliposikia Mungu ametaja kwamba atapata mtoto na alikuwa na miaka 90, akacheka. Alipoulizwa kwa nini amecheka, akasema yeye hajacheka. Mungu akauliza, je, kunalo jambo ambalo ni ngumu sana kwangu kutimiza? Bwana asifiwe sana. Then we looked at the scriptures, and I want us to remind ourselves some 4 or 5 points that I have been repeating continuously since I began this series. Number 1, we say that God is all powerful. Hallelujah. God is all powerful. Number 2, we say that God is all knowing. Mungu anajua mambo yote. Number 3, we say God is everywhere at all times. It's good to see you, Brother Edu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ule si Edu, ni Edu. Bwana asifiwe sana.
And we say that God is everywhere at all times. Hallelujah. We also say that God is all good and is without evil. Bwana Yesu asifiwe sana. May I repeat again? We say that God is all powerful. Hiyo tunaitanga omnipotence. We also say that he is omniscience. That is, God is all knowing. He is omnipresent. God is everywhere at all times. Bwana asifiwe sana. God is all good and is without evil. Bwana asifiwe sana. We also say that God is faithful and true. Mungu ni mwaminifu na ako na ukweli ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. And we said in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 13 that if we are faithless, he remains to be faithful. He cannot deny himself. Hallelujah. Mungu wetu hata tukibaki kuwa watu wasio waaminifu, Mungu wetu ni mwaminifu na atabaki kuwa mwaminifu kwa sababu hawezi jikana. Mungu hawezi jikana. Bwana Yesu asifiwe sana. And the Bible says in the book of Luke chapter 1 verse 37, for no word from God will ever fail. Luke chapter 1 verse 37. For no word from God will ever fail. Hakuna neno litatoka kwa Mungu ambalo litakosa kutimiza kazi yake. Hallelujah. Now, having said that, the portion of the scriptures that we have read, or the portion of the scripture we have read, God declares to a man called Balaam that I am not a man that I should lie. Hallelujah. Amen. Neither am I a son of man that I should repent. Have I said, and will I not do it? Have I spoken, and will I not bring it to pass? Hallelujah. Now I want to give you a background information why God made that declaration. Hallelujah. Balaam was a prophet, but he was not a true prophet of God. Actually, he was a diviner. Hallelujah. He was not a true prophet. He was a diviner. Unajua diviners? Wale watu sijui Kiswahili tutatumia lugha gani, Waswahili labda wanisaidia hapa. But he was a diviner. He was not a true prophet. And therefore, when the children of Israel, Jacob and the children of Israel came near the mount of the Moabs, there was a king called Balak. Balak had heard about the children of Israel. Na alikuwa amesikia fununu, hawa jamaa wakiamua kufanya kitu hawezi wazuia hata ufanye nini. Na wakiamua kuinvade pahali hata ufanye nini, hao watu ni kama wamebarikiwa tu. Kwa hivyo Balak akaamua, aliposikia hao watu wamekaribia kwake, akasummon Balaam na akaambia Balaam akuje, kuna kazi nataka kukupatia. There's a job I want to give you. Now, the work of Balaam, because he was a diviner, ukimuita umwambie nataka ulaani hao watu, yeye anawalaani. Ukimwambia nataka ubariki hawa, anawabariki. Kesho ukikosana na hao watu, usikie unataka kuwalaani, unamuita tena unamwambia laani hawa, wamenikasirisha. Anafanya nini? Anawalaani. So he was not a true prophet. He was a diviner. Now a diviner is a person who operates with evil spirits. He does things that he is not operating with the Spirit of God. And therefore he does what is convenient. Sawa sawa. And sometimes, I'm sorry to say, in some churches today, we have people we refer to prophets, but actually they are diviners. They tell you what you want to hear. Unataka kubarikiwa, wanakwambia umebarikiwa.
na anajua kabisa kusema tu kweli hautabarikiwa. Anakwambia utafanikiwa na anajua unaenda kuingia kwa shimo. Anakwambia vile unataka kusikia. A true prophet of God does not necessarily tell you what you want to hear. Anakwambia ile kitu iko, the truth. Now if that truth is going to hurt you, it still remains to be truth. And Jesus said, the truth, you will know the truth, and the truth will do what? Set you free. Now, truth sometimes is painful. Truth sometimes is difficult. Truth sometimes, ukweli saa ingine inauma, si ni kweli? Kwa sababu unaambiwa uache kitu ambayo unataka kushikilia. Unaambiwa uache tabia fulani ambayo unataka kushikilia. Na kuna pahali unaweza kwenda kuambiwa kama unapendaga hiyo wewe fanya tu. So this guy Balaam alikuwa nabii lakini si nabii wa kweli. Alikuwa mtu ambaye is a prophet of convenience. Anasema ile kitu watu wanataka kusikia. Sasa huyu jamaa anaitwa Balak akasikia Jacob na wana wa Israeli wamekaribia. Akaita Balaam akamwambia nataka ufanye hivi. Hawa watu kwanza akatumana, Balak akatumana kwa Balaam. Akamwambia kuja, alitumana akatuma a convoy. Akawaambia enda, mwende mwambie Balaam akuje. Walipoenda yeye akaenda kuinquire from the Lord. Na alipoenda Mungu akamtokea akamwambia usijaribu. Chenye unataka kufanya usijaribu. Bwana asifiwe sana. Na nashukuru Mungu, haijalishi ni nani, Mungu ako na nguvu za kubadilisha hali. Sasa huyu jamaa aliposameliwa mara mingi, Mungu akamkemea kwanza akamwambia usijaribu. Lakini yeye bado akainsist. Kila saa ule jamaa wale wa kwanza walipotumwa akakataa, akatuma kikundi kingine cha wazee ambao ni wa heshima zaidi ya kile cha kwanza. Sasa Balaam akasikia ako convinced, akarudi kwa Mungu kumwambia sasa hebu tufanye namna gani, tutafanya aje. Sasa Mungu akamwambia basi kama unataka kwenda wewe enda, lakini make sure chenye utasema ni ile nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, alipoenda Balak akamwambia mimi nataka ulaani hawa wa jamaa. Sababu nimesikia sifa zao na sitaki wakaribie sana. Kwa hivyo nataka pahali wako uwalaani na uwazuie, ile laana ifanye wazuiwe kupita hapo, wasiweze kushinda, wasiweze kufanikiwa, wasiweze kufanya chochote. Na yeye akaamua, nafikiria pia yeye alikuwa ameshajua historia ya Israeli na Yakobo na vile Mungu amembariki. Bwana asifiwe sana. Yeye akaamua lazima kwanza find out exactly what to do from the Lord, because already Mungu ameshampatia onyo. Bwana asifiwe sana. Na yeye Balaam akaenda alipoambiwa aende awalaani wana wa Israeli, God appeared to Balaam. Akamwambia hawa watu hawalaaniki. Hauwezi kuwalaani. You cannot curse them. Bwana asifiwe sana. You cannot do what you want to do to them. You can try, but you will not succeed. You can try to do everything you want to do, but you will not succeed. Nataka kukuambia hivi siku ya leo, mtoto yote wa Mungu umefunikwa na damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. You are covered by the blood of Jesus. And no matter what people would want to do against you, you are protected. Hallelujah. You are under the divine protection of God, under God's care. And no matter how and what people would like, how much they would like to destroy you, what God has blessed, He has blessed. Hallelujah. What God has declared a blessing, and He has said this person is blessed. No matter how much you oppose that person is blessed.
The only person who can walk away from those blessings is you. Wewe ndio unaweza kuzuia baraka za Mungu zikuja katika maisha yako. Lakini kama Mungu ametangaza baraka kwako, hakuna mtu mwingine anaweza zuia hizo baraka. Bwana asifiwe sana. So Balaam alipojaribu anajaribu kushawishiwa alaani wana wa Israeli, Mungu anamtokea Balaam na anamwambia maandiko haya ambayo tumesoma. Anamwambia Mungu anamwambia hawa watu hawawezi kulaaniwa. You cannot curse these people because these people are already blessed by God. Hallelujah. Now I want to take you back and I want you to understand that these Israelites are the descendants of Abraham. Now remember, Abraham had a covenant with God, right? Alikuwa na agano na Mungu, na Mungu wakakubaliana na Abrahamu, mimi nitakuwa Mungu wako kuanzia siku ya leo, na wewe utakuwa mwana wangu kuanzia siku ya leo. Na Mungu akamwambia Abrahamu, nimekubariki, nimekufanya baba wa mataifa mengi, na nimekufanya ubarikiwe na ufanikiwe, na nimekubariki kiasi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kukutukana ama kukulaani. Mwenye atakubariki nitambariki, mwenye atakulaani pia mimi nitafanya nini? Nitamlaani. That was the covenant that God had with Abraham. Now these are the descendants of Abraham. Now Balak wants these people to be cursed, right? Now remember, God has declared, whoever blesses you, I will bless. Whoever curses you, I will curse. And this guy wants Israel to be cursed. So what will God do? Whoever curses Israel is cursed. I have just remembered there is something that Wawero posted in the speech of the Prime Minister of Israel. Hii vita inaendelea ya Israeli na Palestinians na wanaitwa nani, Hamas. Na huyo Prime Minister wa Israel kwa hiyo speech nilisoma yote, akasema sisi hatulaaniwi, hatuwezi laaniwa, hakuna mtu anatuweza, tunaishi katikati ya maadui na tumekuwa tukiishi katikati ya maadui. Akapatiana historia ya vile ambavyo wameweza kusurvive vita, wameweza kusurvive attacks, wameweza kusurvive maadui waliowapangia mambo. Akaanzia kule juu, akakuja wakati Waarabu wote waliungana pamoja wapiga Israeli wakashindwa. Akakuja wakati wa Hitler ambaye alikuwa ameamua kuangamiza Wayahudi wote duniani, akashindwa. Akazongea mambo mengi kuhusu ile mambo yote yalifanyika. Kwa hiyo speech somewhere akasema sisi ni nchi ya Mungu wa Abrahamu, Jacobo na Isaka. Hallelujah. We are the land of the God of Abraham, Jacob and Isaac. Akaendelea akasema we are the land of the God of the Bible. Huyo ni Prime Minister wa Israel. Juzi tu hii Bible sikusikia akisema we are the land of the God of Judaism. Alisema we are the land of the God of the Bible. That means hata Waisraeli wenyewe, they know that this word has power, and they know that there is a scripture here in the book of Genesis where God is talking to Abraham and telling Abraham, I have blessed you. Whoever blesses you, I will bless. Whoever curses you, I will curse. So even as Israel goes to war, they are going to war knowing one thing. You know the Bible says, unapoingia katika vita, kuna kitu moja nataka uelewe. As we go to war as believers, we already have an advantage. Bwana Yesu asifiwe sana. We already have an advantage. Tayari tuko mbele ya adui. Because the Bible says, we are more than conquerors in Christ Jesus. So hata kama unaingia kwa hiyo vita, tayari wewe ni mshindi katika Kristo Yesu. Hallelujah. So
the Prime Minister of Israel was saying that no matter what our enemies will do, at the end of the day, we will remain standing and strong. Na anaongea hivyo na amezingirwa na maadui. Nchi zote za Waarabu zimewazingira. Na anasema hii miaka yote mmejaribu kutumaliza, mmeshindwa. Ni nini inafanya mfikirie saa hii mtaweza kutumaliza? Akasema wakati wa zamani tulikuwa tunapigana, hatukuwa na ndege, hatukuwa na weapons za kisasa, hatukuwa na nini. We were just a small country, few people who are living by the grace of God. Na bado tulikuwa tunawaweza Waarabu hata wakijaribu kutupiga. Saa hii Mungu ametubariki. Katika dunia hii, teknoloji iliyokuu kabisa iko katika Waisraeli. Teknolojia ya kijeshi, teknolojia ya madawa, teknolojia ya bombs, teknolojia zote, among the best people in the world ni Waisraeli. Huyo Prime Minister alikuwa anauliza ni nini inafanya mfikirie leo mnaweza. Na mkumbuke, na akawakumbusha mkumbuke, sisi ni nchi ya Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Tumebarikiwa na hatuwezi laaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye atainuka kutupiga, ujue unapigana na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe sana. So Balaam anakumbushwa na Mungu hawa hawawezi laaniwa. So Balaam anarudi kwa Balak, anamwambia God is not a man. Wakati ametumwa na Balak alaani wana wa Israeli, badala ya kulaani anawabariki. Haleluya. Sasa Balak akakasirika sana. Mimi nilikuita uwalaani, wewe unawabariki. Nikikuita uwalaani unawabariki. Haleluya. Akamwambia God is not a man. Hallelujah. Our God is not a man that he should lie. Our God is a God who is all powerful. He is almighty. He is everywhere all the time. He is all knowing. He is a good God. He is without evil. He is a faithful God. He is true and he is wonderful. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inatuambia kwamba neno lake linaendelea kutuambia hivi. In the book of, if you read, ukitaka kusoma baraka za Abrahamu, in the book of Genesis chapter 17, verse 1, in fact the whole chapter, read the whole chapter, Genesis chapter 17, you will realize and see the blessings of Abraham and why Israel could not be cast. There was a covenant between God and Abraham. And that covenant was not just for Abraham. It was for Abraham and his children and his children's children and all his descendants. And you know, we are also the children of Abraham by faith. Bwana asifiwe sana. We are in that lineage because of the grace of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore, if you read the book of Genesis chapter 17, it tells you about the blessings that God bestowed upon Abraham. And God is, Balaam is telling Balak, these people cannot be cast. Why? Because there is a covenant between God and these people. And what God said about these people, kile Mungu alisema kuhusu hawa watu, kile Mungu aliconfess na akadeclare kuhusu hawa watu, hawezi badilisha. You know, that is the one of the greatest features of our God, that he does not change. Sisi badilika, si ndio? Si ni kweli? Binadamu tunabadilika. Saa nyingine tunafanyaga, ukiona mambo yendi vizuri, unabadilika, unasema sasa hii nikataa, wacha tujaribu ingine. But our God does not change. Because whatever he says, in fact the Bible says, God honors his word above his name. Hallelujah. He honors his word. In other words, whatever comes out of his mouth, the Bible says it must go forth and it will never return unto God void. It must fulfill that which God has declared.
Yaani Mungu akisema amekubariki, amekubariki. Yule ambaye anaweza zuia hizo baraka ni wewe tu. Ukatai. Haleluya. Because unaweza kataa. Unajua naweza kutolea 1000 useme nataka kukupatia. Lakini inaweza kuwa hautaki. Si ni kweli? 1000 iko lakini wewe hutaki. Si ni kweli? So kama hutaki haimaanishi 1000 hakuna. 1000 iko, wewe ndiye hautaki. Bwana Yesu asifiwe sana. So hawa watu wa Israeli wamebarikiwa, na Balaam anamwambia Balak, God is not a man. Chenye alizungumza kuhusu hawa watu hawezi badilika. Hawezi sema sasa ajute, najuta nilisema hivi, najuta nilifanya hivi, najuta niliamua hivi. Chenye alisema amesema, na aliamua hivyo ndivyo kutakuwa, na hivyo ndivyo kutaenda. Na yoyote atakayemzuia Mungu kufanya kile ambacho alikusudia kufanya, Mungu anakuondoa kwa njia. Hallelujah. And today I want to tell you, and I want to remind you today, that the God that you believe is not a man. Amen. Hallelujah. I want you to know, and I want to remind you today, this God that you have been praying, this God that you have been trusting, he is not a man that he should lie. Whatever he said he will do, he will do. Whatever he declared he will do, he will do. Bwana asifiwe sana. And he does not regret what he says. Whatever he has said, whatever he has declared about your life, that is exactly what God is going to do. And nobody can stop him. Amen. Hallelujah. Sasa unaweza sema, pastor, unasema hivyo, mimi nimekuwa nikiamini Mungu miaka kama 20, kitu fulani na ifanyiki. I want to tell you this. Hallelujah. Na hapa ndio spiritual maturity inatokeanga sasa. I want to tell you something. God can do anything and everything. Hallelujah. God can do anything and everything that he wants to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote ambacho Mungu anataka kufanya, atafanya. Wakati anataka kufanya, vile anataka kufanya. But here is it. God can do everything and anything that he wants to do, including doing nothing. Hallelujah. Najua hapo nimechanganya watu wengine. God can do everything and all things, including doing nothing. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu zingine unaomba Mungu, anakuangalia na anakuangalia na kuangalia, anaona hii kitu nikikupatia wewe umeisha. Hiyo kitu hata kupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajua the moment atakupatia hiyo kitu itakuangamiza. It will destroy you. You don't have the capacity or the ability to handle what you are asking for. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why God looks at who is asking and what you are asking. And whether you have the ability and the capacity to handle what you are asking. Saa hii, Mungu akuletee tu hapa bilioni kama 7. Si kuna watu hapa utaziona tu hivi ufaint. Because hata kupata 1000, kupata 1000 peke yake imekuwa kazi. Lazima Mungu akuanzie kwa 500. Aone vile utahandle 500. Because the Bible says, he who has, more shall be given to him. Bwana Yesu asifiwe sana. He who has, more shall be given to him. And he who does not have, even that which he has, shall be taken away from him, and it shall be given to the one who has. Hii mambo ya kuhubiria tu injili hii ya utabarikiwa leo mimi nataka kuhubiria ile injili yenyewe sasa. Ni kweli utabarikiwa. But everything comes with responsibility. If you cannot handle 500, tukikupatia 500 una backslide. Unakosa kuja kanisa. Na tukikupatia million
hata hii dunia utapatikana tena. Si ni kweli? So God does not just give you things. God gives you things according to your ability, whether you are able to handle. And that is why we move from one level of maturity to another. Wakati hii kanisa tulianza, hatukuanza hivi. Si ni kweli? Kama tungeanza tu hivi, hata hizi kanisa ziko hapa hii area tu hawangekuwa naongea, tungekuwa tunawasumbua sana. Si ni kweli? Tungekuwa tuna kiburi. Aje mnakaaji kwa kanisa ya mabati aje? Lazima Mungu kwanza, sisi hata tupo kwa mabati, kwa hema. Ndio ujue umuhimu wa hiyo hema. Uchunge hiyo hema. Utumie hiyo hema mpaka ufike kiwango sasa hauwezi kukaa kwa hiyo hema, lazima uende kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. And God desires to bless you, and God has blessed you. Bwana Yesu asifiwe sana. And some of you are asking, if God has blessed me and he is not a man that he should lie, neither is he a son of man to repent, why have I asked for this thing for too long? You see, God does not operate kulingana na masaa yako. And that is why I've said God can do everything and all things, including nothing. Because kuna wakati mwingine Mungu anakuangalia, anaangalia chenye unaomba, anashindwa, ni nini hapa? Bwana asifiwe sana. What is going on here? Anakuangalia, anashindwa, atakufanyia nini ama atakusaidia namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. So God looks at you and looks at what you are asking, and God wants to know whether you have the ability to handle what you are asking. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are praying to God, don't give up, because there is an aspect of maturity. There is an aspect of your ability to handle what you are asking. What are you asking? And that is why I have said God can do everything and all things, including nothing. Because there are things that you can be given by God that you will not be able to handle. Mungu aliambia wana wa Israeli, akawaambia walipoenda katika nchi ya agano, akawaambia hii nchi yote ni yenu, lakini I will not give it all to you, because if I do give you all this land, the wild animals will overrun you. So I will give you in bits. Nitakupatia sehemu, nikupeleke kwa Wamoabu. Nikisha kupeleka kwa Wamoabu, mungangane nao, mpigane, muwaweke chini, mjue maadui zenu vile wana operate, na muweze kuunderstand na kuvalue hiyo ushindi mpata. Alafu nikupeleke kiwango kingine. Bwana asifiwe sana. So wakati Mungu aliwatoa wana wa Israeli Misri, hakuwapatia nchi ya ahadi yote. Aliwapatia kwa viwango, ndio wajue umuhimu wa kutembea hatua kwa hatua. Shida ya Wakristo ni kwamba tunataka kubarikiwa papa. Tunataka kila kitu ifanyike vile tunataka, na isipofanyika una backslide. Ama unaanza kuuliza Mungu, ulikuwa wapi? Umekuwa wapi? Unafanya nini? Sasa hiyo ni Mungu unauliza. Naye Mungu anakuambia nimekuwa hapa, nimekaa hapa, mimi ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Sijabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is important for us to know that I want to bring to you the knowledge that our God does not change. Our God keeps his word. Pastor Maggie, our God keeps his word. He is not a man. The Bible says, has he said, will he not do it? Has he said? Je, amesema hatafanya kile alisema? Has he spoken? Will he not bring that thing into accomplishment? Our God is able to do what he has said he will be able to do. He is not a man. He does not lie. Bwana Yesu asifiwe sana. It's only that the way God operates, the Bible says, my ways are not your ways. Hallelujah. Neither are my thoughts your thoughts. In other words, when God operates, he operates in his terms, not your terms. Mungu anafanya kazi kulingana na vile yeye anataka, si vile wewe unataka.
kwa sababu wewe saa nyingine hata unataka vitu zifai kufanyika. Watu kwa sababu mmekosana na dada fulani unataka Mungu amwadhibu. Make that sister suffer so that she can know that I serve a living God. Hiyo maombi, it is not scriptural. Bwana asifiwe sana. Hii si maombi ya kibibilia. Ati sasa kwa sababu mlikosana na mtu fulani, wewe unajihisi kwamba wewe ndio unaamini Mungu kuliko watu wale wengine. Sasa unaambia Mungu, ninaomba ufanye huyu ndugu akose chakula, akose pesa, ndio ajue kwamba wewe ni Mungu unayeishi. Sasa hiyo ombi, kusema kweli, hata wewe, do you really expect God to sit there and listen to you? Seriously. Because the Bible says God is love. Bwana Yesu asifiwe sana. God is love. And the Bible says love covers a multitude of sin. Hallelujah. Hata mtu akikukosea, naomba umbariki, umzidishie. Unajua kuna watu wengine afadhali wabarikiwe waache kusumbua. So waombee wabarikiwe, because baraka zao zitakuondolea usumbufu. Hallelujah. Akibarikiwa hata kustress, akibarikiwa hata kuletea mashida. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema love covers a multitude of sins. So when you are going before God, you must be careful what you are asking God. Bwana Yesu asifiwe sana. And you must understand that God has spoken his word. And this word has been spoken because of you. Hallelujah. And what God has said in this word, he means it. Mungu anamaanisha kila neno ambalo liko katika hii Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. And God wants to bless you. And he has declared this morning, I am not a man that I should lie. Neither am I a son of man to repent. The things that God has declared about you in your life, they will come to pass in his appointed time. Hallelujah. Katika wakati wake ambao unakubalika. Glory to God. So this morning, this day I want to remind you and tell you that our God is a faithful God. Isaiah chapter 14 verse 24, the Bible says, the Lord of hosts has sworn, saying, surely I have thought and planned, so shall it come to pass. As I have purposed, so shall it stand. Isaiah 14 verse 24. That the Lord of hosts has sworn, amekiri na akasema, surely as I have thought and planned, so shall it come to pass. And as I have purposed, so shall it stand. Bwana Yesu asifiwe sana. Psalms 89 verse 24. Nasoma kutoka kwa tafsiri ya Amplified Version. Biblia inasema hivi, Psalms 89 verse 24. My faithfulness and my mercy and loving kindness shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. Great power and prosperity shall be conferred upon him. And this is God talking about Israel, or talking about his children. One as sana. That this, my faithfulness and my mercy and my loving kindness shall be with him. So everywhere you are going, whatever you are doing, I want you to know that the faithfulness of God, the mercies of God, the loving kindness of God will continually be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Psalms 89 verse 34 to 35 inasema, my covenant, 89, Psalms 89 verse 34 to 35, it says, my covenant will I not break or profane, nor alter the things that is gone out of my lips. Once and for all have I sworn by my holiness, which cannot be violated.
I will not lie to David. Bwana Yesu asifiwe sana. Psalms 89 verse 34 to 35. So what are we supposed to do? We use the word of God. We trust God. We believe the word of God. And when we do that, we call upon the name of the Lord based on his word. Usiweke mafeelings lako, neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata maombi yako, omba kulingana na neno la Mungu. Hata hii manjaro na hii mambo mingi ya maombi zingine hata hazina plan, hazina basis, hazina nini. Let your prayer and your altar and everything you do when you call upon the name of the Lord, let it be based on the word of God. Because he has said that his word cannot be altered. It cannot be changed. Neno lake haliwezi badilishwa. Litakaa vile lilivyo. Bwana asifiwe sana. Na anasema yeye hatavunja agano lake. Na kuna mambo mingi Mungu amekuahidi. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mingi Mungu anataka kukubariki nayo. Kuna mambo mingi Mungu anataka kukufanyia na kukufanikisha ndani yake. Lakini lazima uelewe kwamba huyu Mungu hakuna kitu kinamshinda, hakuna kitu kinamzuia, hakuna kitu ambacho amesema ambacho anabadilika, anasema ni kama nilikosea. Chenye Mungu amesema na atakaa hivyo. Bwana asifiwe sana. And therefore, what we need to do is to call upon the name of the Lord and allow God to minister to our lives. And today I want to encourage every one of us. Maybe you have been calling God. Umekuwa ukimwitia Mungu. And maybe you have been wondering what is really going on. Why is it taking long? Why is it I want to encourage you and tell you that God has declared a blessing in your life. God has blessed you. God has got good plans for you. God has got good plans for your life. He has got good plans for your wife. He has got a good plan for your children. He has got good plans for your relatives. He has got good plans. He does not have evil plans. He has got good plans. And he will fulfill them. As you continue to call upon the name of the Lord, as you continue to stay in the presence of God, as you continue to understand that God does not work with certain times and limits, he works in his own way. Know that and trust the Lord and sit in the presence of God. And remember that everything that God has promised in his word, he says, mimi si mwanadamu nidanganye. I am not a man. A man can lie, but I am not a man. I will not lie. I don't know what it is that you are looking from God. Sijui nini unatafuta kutoka kwa Mungu. Sijui nini unatamani kutoka kwa Mungu. Sijui nini ambayo ungetaka Mungu akutendee siku ya leo. Nataka kuambia kila kitu ambacho amesema katika neno lake, ameahidi kwamba yeye si mwanadamu adanganye, wala si mwana wa Adamu ajute mambo aliyosema. So it might have taken long. Don't worry. Though it tarries, it will surely come. Hallelujah. Though it tarries, it will surely come. Why? Because the one who said it is faithful. Mwenye ameisema ni mwaminifu. Hallelujah. Unajua kuna wakati unaomba. Hauoni kitu kifanyika. Hallelujah. Unaona tu mambo ni kama hata inaenda ikiharibika. Kuna jamaa mmoja alikuwa kwa msitu. Na alikuwa akienda kwa msitu, akateleza, kulikuwa kunanyesha. Akateleza. Alipoteleza akaanza kupingirika kutoka kwa mlima, akipingirika down the hill. Alipokuwa akipingirika, akaanza kuitia jina la Mungu. Akaanza kukumbusha Mungu, Mungu unajua na kupenda na ninakuamini na neno lako linasema unatulinda na unatuhifadhi na unatuonekania na nini. Unajua ile mambo unaombaga saa zile kwa desperate na saa zile mambo imeumana kabisa. Unajua hiyo maombi ile labda ulikuwa bado umekaa kama wiki moja hujaiomba, mambo inaumana mara moja hata unahitaji pastor kukumbusha tu watu kuombanga, unaanza kuomba wewe mwenyewe. Unaomba. Sasa jamaa
anaambia Mungu vile anamwamini, najua unaendeleza niokoe kwa hii hali, usiwache nikufe kwa hii msitu nini. Mungu akamuuliza, unaniamini? Mungu, mimi nakuamini, niokoe tu tafadhali, niokoe. Wakati huo akafika pahali akashikilia one of the branches ya mti akiteremka. Alipokuwa akipingirika akashikilia one of the branches ya mti. Mungu akamuuliza, unaniamini? Nakuamini kabisa Mungu, niokoe tafadhali, usiwache nikufe, usingoje nikufe hapo kwa msitu pahali hata watu wajui niko wapi, hata labda mama yangu na baba yangu. Sijui kwa nini watu wanataka na mama yao, baba yangu, mama yangu, hakuna mtu anajua kule niko, tafadhali usiwache. Mungu akamwambia, basi kama unaniamini, wachilia hiyo mti. Mungu, hapana wewe. Ati nikufe? Mimi nakwambia unisaidie nisikufe na unaniambia niwachilie mti. Mungu akamwambia, kama unataka nikusaidie, wachilia hiyo mti. Akaambia Mungu, unajua kuna pale na reasoning na Mungu, naanza kumwambia Mungu, hata wewe. Sasa tuanze kuangalia facts. Hii kitu tukifanya hivyo unasema mambo itakuwa mbaya. But remember that we have said there are no impossibilities with God. Bwana asifiwe sana. There are no impossibilities with God. Inawezekana vile wewe unaona mambo enyewe uko right, tukifuata hiyo ya kibinadamu mambo itakuwa mbaya zaidi. Lakini kwa Mungu hata ile kitu inaweza kuwa mbaya kwa binadamu, kwa Mungu anaweza kufanya. Mungu akamwambia wewe jamaa, kama unaniamini, achilia hiyo tawi la mti ambao umeshika, nitakuokoa. Akamwambia Mungu, hapana. Mungu akamwambia, sasa kama uachilii, nitavunja hiyo tawi. Akaanza kusikia hiyo tawi ka. Mungu akamwambia, wachilia. Mungu, siwezi wachilia, nikiwachilia na kufa, wachilia. Akakataa kabisa, tawi likakatika. Lilipokatika akasikia amekanyaga chini. Alikuwa inchi moja between pale ameshika na chini, kulikuwa tu na inchi moja hapo. Na hii muda yote Mungu amemwambia wachilia. Anasema Mungu, nakuamini, lakini nikiwachilia hapa na kufa. Mungu anamwambia wachilia hiyo tawi. Sasa alipokataa kuachilia kabisa, Mungu akahakikisha hiyo tawi limefanya nini? Limekatika. Akarealize kumbe hata hakuwa mbali na ardhi, alikuwa tu hapo inchi moja. Na hivyo ndivyo wengine wenyu mko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu anakuambia wachilia nikubariki, na umekatalia kabisa. Mungu anakuambia mimi ni mwaminifu, na ile mambo ambayo mtu hawezi ndaweza na kufanyia. Mungu, nikiwachilia hii ninaisha kabisa. Mungu anakuambia wachilia nikubariki, umekatalia ile tawi. Siku ya leo nataka kuhimiza uachilie. Wachilia tu ile tawi. Bwana asifiwe sana. Wachilia hilo jambo linakuzuia ubarikiwe. Wachilia hilo jambo linakuzuia Mungu akuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Let it go. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, na umesema kwamba wewe si mwanadamu udanganye, wala mwana wa Adamu utubu ama uchute kile ulichosema. Ninaomba Bwana kwamba utubariki kila na mmoja wetu. Chochote ambacho kila ndugu, kila dada yuko hapa na wale ambao wanatufuata kwa mitandao ambao wanapitia, Bwana, mambo ambayo wanapitia siku ya leo, naomba kwamba Bwana, wacha neno lako liwakumbushe kila na mmoja wetu, Bwana, kwamba wewe si mwanadamu udanganye, wala si mwana wa Adamu ujute. Chochote ambacho umeahidi utatimiza, lolote ulilozungumza utalifanya. Mambo yote yaliyotoka kinywani chako mambo hayo hayatakurudia utupu, lazima yatimilize yale uliyoyatuma kufanya, Bwana. Kwa hivyo naombea kila ndugu, naombea kila dada, naombea kila mzee, naombea kila mama pahala hapa, naombea kila mtoto yule ambaye yuko pahala hapa. Naomba baraka zako juu ya maisha ya kila ndugu na kila dada na kila mzee na kila kijana na kila mtoto, hata wale ambao wanatufuata kwa mtandao, wale ambao wanatufuata kwa Facebook na hata Bwana kwa YouTube. Ninawaombea baraka, Bwana. Hali ambazo wanapitia ziwe ni hali za magonjwa, tunalaani magonjwa katika jina la Yesu Kristo.
Tunaamrisha magonjwa yote yashindwe, yawe ni magonjwa ya aina yoyote ile. Umesema hakuna jambo lililo ngumu kutoka kwako. Hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu kwako, Bwana. Na lolote ambalo Bwana unakabiliana nalo, Mungu wewe unaweza kulitatua, Bwana. Kwa hivyo yawe ni magonjwa, yawe ni shida ya aina yoyote, ya kifedha, ya kijamii, shida ya aina yoyote ile watu wako wanapitia siku ya leo, ninaomba Bwana wa majeshi ujidhihirishe katikati ya watu wako, Bwana, na ufungulie watu wako njia, na uwawezeshe, Bwana. Baraka zako ziwateremkie watu wako, Bwana, ili kwamba wajue wewe ni Mungu ambaye unaishi milele, na wewe si mwanadamu udanganye, wala wewe si mwana wa Adamu ujute mambo ambayo uliyoyasema. Bariki watu wako, Bwana. Waonekanie watu wako, washindanie watu wako. Yoyote anayepitia hali yoyote, Bwana, siku ya leo na kuitia Bwana, uingilie kati katika hali yake, na ulete mabadiliko kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kushukuru na kusema ni asante. Tunapokuwa katika hiyo hali ya maombi, labda uko hapa na haujaokoka na ungetaka kupatia Yesu maisha yako siku ya leo, ningetaka kuomba na wewe. Kama uko hapa and you are not born again and you would like to give your life to the Lord Jesus Christ, I would like to give you an opportunity to know this Jesus and to give your life to Jesus just for 1 minute. If you are here, you have never given your life to Jesus Christ, and you want to tell God, I just want to invite you into my life, and I want you to take care of my life. If you are that kind of a person, I want to give you an opportunity. Just raise your hand so that we can be able to pray together. If you are not born again, haujaokoka na ungetaka kuokoka siku ya leo, hatutaki tutoke hapa useme kama pastor angeita watu wale wanataka kuokoka ningeokoka, lakini hakuitana. Is there anybody who would like to give their lives to Jesus Christ today? Hallelujah. Father, we thank you and we bless you. Asante kwa sababu Bwana watu wako wamesikia neno lako. Ninaomba Bwana uwabariki. Ninaomba hili neno lipate kuwa na uhai katika maisha yao, lisiwaondoke mpaka litimilize kazi yake katika maisha yao na mioyo yao, Bwana. Na tunapopungukana kwenda manyumbani kwetu na katika shughuli zetu za wiki, Bwana, ninaomba baraka zako juu ya kila na mmoja. Ubariki kila mmoja, wanapotoka uwabariki, wanaporudi uwabariki, ubariki kazi ya mikono yao, Bwana. Uwabariki Bwana, lolote watendalo wabarikiwe, pahala popote watakapokanyaga uwabariki na uwafanikishe, Bwana. Ninaomba Bwana upatie watu wako kibali, Bwana, machoni pako, Bwana, wapate kibali, na watakapopata kibali machoni pako, Bwana, pahala popote watakapoenda, Bwana, wacha wapate kibali hata machoni kwa wanadamu, Bwana. Bwana uwabariki, wape kibali, waonekanie, uwashindanie, utukuke katika maisha yao, uwaponye, uwahimize, Bwana, ujitukuze katika hali zao, hata zile hali ambazo zimekuwa gumu, zinaonekana ni kama haziwezi tatulika. Bwana, wewe ni Mungu ambaye hujui kushindwa ni nini, haujui kutokuweza ni nini. Unajua Baba kwamba wewe unaweza mambo yote na unafanya mambo yote, Bwana. Kwa hivyo hata katika hiyo hali ambayo imekuwa hali sugu katika maisha ya yule ndugu na yule dada, siku ya leo ninaomba ujidhihirishe katika maisha yake, Bwana, ili kwamba watu wako wakuwe na ushuhuda kwamba wewe ni Mungu ambaye haujui kushindwa ni nini, Bwana. Haujui kwamba kuna kitu ambayo inawezekana. Bwana, wacha wajue kwamba you are the God of all flesh and there is no impossibilities in you, O God. May you be glorified and may you be honored. In the mighty name of Jesus, we have prayed and believed, and all God's people said, Amen. God bless you so much. Na Mungu awatende mema katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you.